ninakusalimu sana katika jina la Kristo Yesu. Mahali popote ulipo, siku hii njema ya leo tumebarikiwa na Bwana, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya kufika mahali hapa ili nikaweze kukuletea neno la Bwana. Kwa hivyo ninakukaribisha tuweze kupokea neno la Bwana siku ya leo kulingana na mapenzi yake Bwana katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ningependa nikaweze kuomba dakika moja, alafu nikuletee neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa sababu ya kunifikisha mahali hapa Bwana, ukanipa hii nafasi niweze kuleta neno lako. Ninaomba Bwana wa mbinguni, watu wako wabarikiwe na waweze kuinuliwa Bwana. Uniwezeshe kunena Bwana kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Na majina yangu ninaitwa Pastor James Dohio. Nimeokoka, ninahubiri na CFF pale church Kabura, na ninashukuru Bwana kuwa mahali hapa siku ya leo katika jina la Yesu. Ningependa nikaweze kukuletea neno la Bwana, kwa maana Mungu amenituma siku ya leo nikuambie ya kwamba ni wakati wa kuchukua hatua. Bwana apewe sifa. Umekaa mahali pamoja kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, lakini Bwana amenituma akaniambia, enda uambie watu wangu wachukue hatua ya imani. Na kwa hivyo hiyo ndio ujumbe ambaye nitanena dakika hii katika jina la Kristo Yesu. Nikuambie ya kwamba ndio wewe uweze kuchukua hatua ya imani katika maisha yako. Kuna mambo mawili unastahili kuondoa katika maisha yako. Jambo la kwanza ni kitu kinaitwa uoga, na jambo la pili ni kitu kinaitwa shaka. Hiyo mambo mawili ndio imezuilia watu kuchukua hatua ya imani katika maisha yao, kwa maana wengi wanaogopa. Wanasema ya kwamba nikichukua hii hatua mbele nitapata nini, nitaona namna gani? But nimekuja hapa for you to take a step of faith. Lazima uondoe hilo ya uoga na shaka katika maisha yako, ndio uweze kubarikiwa, ndio uweze kufika mahali Bwana alipanga ufike katika jina la Kristo. Watu wengi wamezunguka mahali pamoja, watu wengi wamekaa katika hali moja, lakini Bwana anasema siku ya leo, chukua hatua ya imani na utaona Bwana akitenda mema katika jina la Yesu. Na kwa hivyo jambo la kwanza ndio ukaweze kuelewa, unapochukua hatua ya imani lazima uwe na imani ndani ya moyo wako katika jina la Kristo Yesu. Na maandiko inasema ya kwamba katika Wahibrania 11 mstari wake ni wa kwanza. Wahibrania 11 mstari wa kwanza. Nitasoma Biblia ya Kiingereza ya NIV. Inasema ya kwamba now faith is the confidence. So lazima ukiwa na imani, imani ni kuwa na ujasiri. Bwana apewe sifa. Ni kuwa na ujasiri na uhakika ya kitu ambaye unatumainia katika maisha yako. Bwana apewe sifa. That is the faith. Kwa Kiswahili inasema ya kwamba imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana na hii macho, lakini tunayatumainia kwa sababu yako in the spirit. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ndio ushike hiyo mambo, lazima ukubali kuchukua hatua ya imani katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Ni vizuri kuwa na imani, kwa maana katika dunia hii mambo yote inafanyika katika maisha yako, lazima imani ihusike. Bwana apewe sifa. Nayo hiyo imani ni kuwa na ujasiri. Bwana wetu apewe sifa. It is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Tuko na uhakika ya hiyo mambo ambaye hatuyaoni ya kwamba tutayapata katika jina la Kristo Yesu. Ni kwa imani nimefika mahali hapa. Ni kwa imani utaona kesho yako. Ni kwa imani utafanya doa takatifu. Ni kwa imani tutafika mbinguni. Bwana wetu apewe sifa. So lazima tuwe na confidence katika mioyo yetu, na tuwe na imani, na tuchukue hatua ya imani katika maisha yetu. Bwana wetu apewe sifa. Wewe ambaye uko mahali
pale unasema ya kwamba nataka kuanzisha biashara, nataka kuingia mahali fulani, Bwana apewe sifa. Hauwezi kuingia kwa maneno peke yake, lazima ushukue hatua ya imani. Take a step of faith, nawe utaona vile Bwana ataweka hiyo miguu yako, ataiweka nguvu katika jina la Kristo Yesu. Na unapochukua hatua ya imani, Bwana atakuwa pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Katika dunia hii tunasema ya kwamba we walk by faith, ama we live by faith, not by sight. Hallelujah. Huwa tunasema ya kwamba our tomorrow will be better than today. It is by faith, not by sight. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo mpendwa, ni si wakati wa kushukua hatua ya imani katika maisha yako. Wewe unasema ya kwamba siku moja nitahubiri. Can you take a step of faith na uingie katika kuhubiri? Wewe unasema ya kwamba nitafunga siku kadhaa. Chukua hatua ya imani, ingia katika maombi. Washa kuogopa, washa kuwa na shaka, utaona vile Bwana atatembea pamoja na wewe katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Tunasoma Yakobo katika kitabu cha James ama Yakobo. Yakobo inasema hivi, Yakobo chapter 2 and verse 17 inasema ya kwamba in the same way faith by itself. Hallelujah. Angalia imani by itself inasema ya kwamba if it is not accompanied by action is dead. Hallelujah. Faith without action is dead. That's why nimetumwa na Bwana nikwambie ya kwamba yes, you have faith in your heart, you have faith in your life, but Mungu ameniambia ya kwamba nikwambie faith without action is dead. So it is your high time. Take a step of faith. Bwana wetu apewe sifa. Let that faith be accompanied, Bwana wetu inule sana, na matendo katika jina la Yesu, na utaona Bwana katika maisha yako. Bwana wetu ainuliwe sana. Kwa hivyo siku ya leo, imani bila matendo, maandiko inatuonyesha ya kwamba imekufa. Bwana apewe sifa. So ndio hiyo imani yako iwe hai, lazima uifuatanishe na matendo. That's why chukua hatua ya imani. Bwana wetu apewe sifa. Washa kukaa mahali pamoja, your time mahali pamoja, ondoka, chukua hatua, take a step. Bwana wetu apewe sifa. Na utaona Bwana katika maisha yako siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Kuna watu wengi wamekaa mahali pamoja in a bad situation, wanashindwa kwani huyu Mungu atakuja namna gani? Nimetumwa nikwambie, chukua hatua ya imani siku ya leo, na utaona Bwana akiingia pamoja na wewe. Utaona Bwana akitenda mema, kwa maana imani peke yake bila matendo haiwezi kukusaidia. Maandiko inasema imekufa. Bwana apewe sifa. Ondoa uoga wa mambo katika maisha yako, ondoa shaka ya mambo katika maisha yako, wacha kuogopa huko mbele. Bwana apewe sifa. Nataka nikwambia kwamba hiyo mambo unaogopa huko mbele haiko. Hao maadui unaogopa mbele yako, Bwana wetu pewe sifa, hawako. Wakati utachukua hatua ya imani, utaenda mbele na hautaona hiyo mambo unaogopa katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Ningependa tukaweze kuangalia watu wawili ama watatu ambao walishukua hatua ya imani, tuone ni nini kilifanyika katika maisha yao. Kwa sababu kila wakati utakapoamua ndani ya moyo wako useme ya kwamba hii hali ya kuogopa nimeifikisha mwisho, hii hali ya kuwa na shaka nimeifikisha mwisho, sasa nitainuka, nitachukua hatua. Bwana wetu apewe sifa. Uone vile Bwana vile anafanyia watu wake. Bwana wetu apewe sifa. Tuangalie watu ambao wanaitwa watu wanne ambao walikuwa na ukoma na jinsi walivyochukua hatua ya imani katika maisha yao, naye Bwana akaingia pamoja na wao. Bwana wetu apewe sifa. Katika 2 Kings chapter 7 from verse 3, maandiko inasema basi walikuwapo watu wanne
wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Bwana apewe sifa. Tunaona hao watu waine, Biblia inasema ya kwamba walikuwa na ukoma, na katika ile mji ukianzia hapo kwanza inasema ya kwamba kulikuwa na njaa katika ile mji. Bwana apewe sifa. Nataka uangalie the situation ya hao watu waine. Bwana apewe sifa. Mji umekuwa na njaa, haleluya. Namba 2, wamekuwa na ukoma. Bwana apewe sifa. Namba 3, hawawezi kuingia kwa maana wanaogopa. Bwana atukuzwe. So maandiko inasema tunapoangalia the situation ya hao watu waine waliokuwa na ukoma, they had a leprosy, that hiyo ni ukoma. They were rejected by the society, kwa maana kutoka mwanzo ukiangalia ya kwamba mtu ambaye alikuwa na ukoma alikuwa anatupwa nje ya mji. Bwana apewe sifa. Ile ugonjwa ya ukoma haikuwa ugonjwa rahisi hivyo, watu walikuwa naiogopa. Ukipatikana naye unatupwa nje ya mji. Bwana apewe sifa. So these people, they were rejected by the society because of the leprosy. Bwana wetu apewe sifa. Number 3, they were seated outside the city. Hallelujah. Walikuwa wanakaa pale katika mlangoni, in the gate. Hallelujah. Number 4, they had no food and no hope. Hallelujah. Uone ya kwamba you are rejected. Bwana apewe sifa. Uone ya kwamba hauna chakula, hauna matumaini, watu wamekukataa, mji umejaa, umekuwa na njaa. Bwana atukuzwe. Na ninajua ya kwamba siku ya leo kuna watu wako katika ile situation. You are rejected by the society. You are rejected by your family. Hallelujah. You are rejected even in the church. You are rejected even in the nation. Bwana atukuzwe. Uko na shida. Hawa walikuwa na leprosy. Wewe uko na shida fulani ambayo inafanya ukataliwe na watu. Haleluya. Umekosa matumaini katika maisha yako, lakini nimetumwa na Bwana siku ya leo niweze kukuambia ya kwamba take a step of faith, nawe uone vile Bwana ataingilia maisha yako na utapata kile unahitaji katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Wacha kukaa mahali pamoja. Tunaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? So tunaona ya kwamba they made a great decision. Wakasema why sit here until we die? So they decided. Bwana atukuzwe. Wakadecide, wakaamua ndani ya mioyo yao, let us take a step of faith, tuingie ndani. Maandiko inasema ya kwamba tukisema, that is verse 4, tukisema tutaingia mjini munajaa. Unaona ya kwamba wanaogopa kuingia mjini kwa sababu kulikuwa na njaa. Hivyo ndivyo walisemezana, nasi tutakufa humo. Wakaona kifo mbele yao, na maandiko inasema nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Angalia watu ambao ile situation wako wanasema tukiingia ndani tutakufa, na tukikaa hapa, tukiendelea kukaa hapa kwa lango hii bado tutakufa kwa sababu hatuna chakula. So what are we going to do? They decided, they have an agreement. Hallelujah. Wakasema haya, twende tukaendelea. Jeshi la Wachami wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Hallelujah. They risked their life. Wakasema ya kwamba hao Wachami wakituhifadhi hai ni sawa, wakituua ni sawa. So hawakuwa na kitu ingine hawa. Bwana apewe sifa. Na ninajua ya kwamba ninaongea na mtu ambaye amefika mahali hao watu waine walikuwa. Bwana apewe sifa. Wakasema ya kwamba tukiingia tutakufa, hata tukikaa hapa tutakufa. Kwa hivyo hao Wachami hatutaogopa tena, tutachukua hatua ya imani tuingie katika mji. Hao Wachami wakituhifadhi ni sawa, wakituua ni sawa. Angalia watu ambao walikuwa na imani kubwa. Bwana apewe sifa. Walikuwa na imani kubwa na walikuwa wanaogopa kuingia ile mji. Nataka nikuambie mpendwa, hata mahali uko, that situation, ukiendelea kukaa pale bado unaweza kufa, na ukiingia mahali unataka kuingia unaweza
Bwana wetu pewe sifa. Lakini ni wakati wako wa kuchukua hatua ya imani, uone ya kwamba kile unaogopa mbele yako hakiko Bwana atakiondoa, atafanya hao maadui, atawasogesha mbele. Bwana atukuzwe. Tunaona ya kwamba maandiko inasema ya kwamba they made a great decision. Bwana atukuzwe. So tunaona ya kwamba faith requires movement and breakthrough begins with a decision. Amua siku ya leo, make a good decision, take a step of faith. Kuanzia siku ya leo, kuanzia dakika hii na kuhubiria, chukua hatua ya imani. Hiyo jambo umegojea miaka mingi, unaona miaka imeenda, Bwana apewe sifa. Chukue tu hatua ya imani, uone vile Bwana ataigilia hiyo hatua unachukua siku ya leo. Bwana apewe sifa. Na badhili tunaona Yakoba katika hawa watu, Yakoba, God caused their enemies to run away. Hallelujah. Kwa nini? Nini kilifanya hawa maadui watoroke? Kwa sababu hawa watu waliamua, wakasema washeni tuchukue hii hatua ya imani, tuigie. Wakati waliamua hivyo, ndio Bwana aliweka migurumo katika miguu yao. So maadui wakiwa ndani walisikia kana kwamba ni magari ya farasi inaingia, kwa maana walikuwa na mgurumo mkubwa na walikuwa watu waine, wakatetemesha mji. Maadui wakasema hapa hatutakaa. Haleluya. Na ni Mungu alifanya hao maadui watoroke. Bwana wetu apewe sifa. Tunaona ya kwamba, wacha nikuambie siku ya leo, hiyo kitu unaogopa, imagine Mungu atafanya kiondoke katika jina la Yesu. Kwa maana mahali pale hao watu walikuwa wanasema ya kwamba wataigia na wakihifadhiwa ni sawa, na hawakuwa na chakula, they were rejected in the society. Lakini pale ndani hawa maadui, nikuambie siku ya leo ya kwamba vitu zako zimekamatwa na maadui. Haleluya. Zimekamatwa na adui, na Mungu anagojea ushukue hatua ya imani. Hao maadui wameshika vitu yako, wataziashiria, kwa maana kuna mgurumo Bwana ataweka kwa miguu yako. Bwana apewe sifa. Itakayofanya hao maadui wameshika doa yako, wameshika baraka yako, wameshika biashara yako, wameshika jamii yako. Bwana apewe sifa. Ile mgurumo Mungu atakuweka, itatetemesha mbele yako. Bwana apewe sifa. Na adui ataweka chini kile ameshika, what belongs to you, watakiashiria katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Milango itafunguka ukishukua hatua ya imani katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Tunaona ya kwamba after they take a step of faith, they got number one. Walipochukua hiyo hatua ya imani, nataka nikuambie, wewe ndiye unataka kuwa na njaa, wewe ndiye unataka kulala njaa, hata kama vitu yako imeshikwa na adui. Nataka nikuambie leo, chukua hatua ya imani. Bwana wetu pewe sifa. Wakati walichukua hatua ya imani, walipoingia in the tent, mahali maadui walikuwa, Bwana wetu pewe sifa, maandiko inasema kile walipata cha kwanza, walipata chakula. Bwana wetu niwe sana. Chukua hatua ya imani, hautakuwa na njaa katika maisha yako. Chukua hatua ya imani, kwa maana chakula iko. Hawa watu walipata chakula, hata kama mji ulikuwa na njaa, hawa walikula. Kwa sababu gani? Walichukua hatua ya imani. Namba 2, wakapata kitu kinaitwa silver. Namba 3, wakapata gold. Namba 4, wakapata mavazi. Bwana wetu yune sana. Na tunaongea habari ya watu ambao wamekuwa rejected kwa sababu ya ukoma. Bwana atukuzwe. Kwa sababu ya hiyo shida uko naye, kile kitakusaidia mpendwa siku ya leo ni kushukua hatua ya imani na usonge mbele. Bwana wetu pewe sifa. Wewe usitake kujua nini iko mbele. Haleluya. Soma katika kitabu cha Mika 2 mstari wa 13, inasema the Lord our breaker ataenda mbele yako. Bwana atukuzwe. Atavuja hiyo malango, atavuja hiyo vifungo, ataondoa hiyo minyororo, atapawazisha hiyo milima mbele yako. Kwa hivyo siku ya leo, can you take a step of faith?
Bwana apewe sifa. Ingia katika hatima yako. Haleluya. Vitu yako imekamatwa na adui, lakini Jehova anagojea uchukue hatua ya imani, uingie. Utapata chakula, utapata gold, utapata silver, utapata mavazi. Ministry yako itabarikiwa, ndoa yako itainuliwa, kwa sababu umechukua hatua ya imani. Bwana apewe sifa. Na ndio nilikuambia pale mwanzo ya kwamba ondoa uoga, ondoa shaka katika maisha yako, na utaona Mungu akiwa pamoja na wewe. Bwana apewe sifa. Na but the five they came to their sense, wakajirudia. Bwana atukuzwe. Wakajirudia. Ukiangalia mstari wake ni wa, kwa hiyo wakaondoka wakaingia. Kuna mahali walifika wakajirudia. Mstari wa 9, mstari wa 9 maandiko inasema, ndipo wakaabiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema. Angalia, ilifika mahali wakati walipokea chakula, wakapata gold, wakapata mavazi, wakapokea baraka. Haleluya. Wakajirudia wao wenyewe. They came to their sense. Wakasema ya kwamba hili jambo tunalifanya sio nzuri, lazima turudi. Haleluya. So hii maandiko inatuonyesha they preached the good news. That's what the Bible says. Bwana wetu apewe sifa. They preached. Inasema ya kwamba leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkigoja hata kutakapobabazuka. Madhara yatatupata, basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. So they preached the good news. Wakasema ya kwamba mahali pale tumepata kitu. Bwana wetu niwe sana. Mwadhani ya rogosho. Tumepata kitu mahali pale. So wakaondoka, wakarudi kwa nyumba ya mfalme, wakasema kile wamepata. Bwana wetu niwe sana. Na hao watu walikuwa wamekataliwa. Bwana apewe sifa. So ni kusema ya kwamba Mungu unapochukua hatua ya imani, anaweza hata kukutumia kuokoa hata jamii yenu, kuokoa hata mji wenu, kuokoa hata nchi ya Kenya. No matter your situation, lakini Bwana anaweza kukutumia unapokubali ndani ya moyo wako, uchukue hatua ya imani, usonge mbele. Haleluya. Kwa maana huko mbele ni kuzuri. Huko mbele kuna kila kitu unataka katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Kuna kila kitu. Walirudi mahali pale, wakawaita watu, wakawaambia, tulipofika kile kituo cha wachami tulipata chakula. Bwana wetu niwe sana. Tunaongea habari ya watu wanne. Walikuwa wamekataliwa, walikuwa na ukoma. Bwana apewe sifa. Walikuwa wametupwa, hata walikuwa wanakaa nje ya mji pale kwa mlango. Bwana wetu niwe sana. Lakini hawa ndio Mungu walitumia, kwa sababu na wao walikubali, wakachukua hatua ya imani, wakasonga mbele. Bwana wetu pewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo siku ya leo Bwana ameniambia nikwambie ya kwamba wewe unanitazama siku ya leo, chukua hatua ya imani. Washa kuogopa, washa kuwa na shaka. Bwana atukuzwe. Hii mambo uoga na shaka imefanya watu wawe masikini, imefanya watu wakae mahali pamoja. Na kwa hivyo adui ya mwanadamu na Mkristo yeyote ni uoga na shaka. Bwana atukuzwe. Hiyo ndio vitu ambaye imezuilia upokee pesa yako, imezuilia upokee gari yako, imezuilia upokee ndoa yako. Kwa maana unashindwa, nikishukua hii hatua ya imani, nianze hii mipango, niingie, kwani nitasimama, nitakuwa namna gani? Bwana wetu pewe sifa. Lakini washa nikwambie, chukua hatua ya imani, nawe utaona Mungu katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Hata nami wakati niliitwa na Bwana nifugue kanisa pale Gikabura, niliikiwa na roho hiyo ya uoga, nikashindwa ya kwamba nitatoa washirika wapi, pesa ya kulipa horo itatoka wapi, vyombo nitatoa wapi. Lakini wakati nilishukua hatua ya imani, hapo ndio nilipatana na mtu wa kwanza, akaninunulia spika mpya kwa town katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Nikapata vitu, nikapata nyumba, na siku ya leo tunaendelea katika jina la Yesu.
Na kwa hivyo siku ya leo mpendwa, hata wewe chukua hatua ya imani. Hata kana kwamba unaona ya kwamba unataka kuoa, unataka kuolewa, hauna pesa, hauna mbele, chukua hatua ya imani. Bwana ataingilia hilo jambo. Furthermore, unalifanya kwa imani na kwa kuogopa Mungu na kwa kuheshimu Bwana. Nataka nikwambie Mungu ataingilia. Tulikuwa pale na tumeona vile Mungu amefanya katika maisha yetu, na tumeona Bwana akitutendea mema katika jina la Kristo Yesu. Leo tumeona tu habari ya watu wanne ambayo walichukua hatua wakaingia kwa mji, na tumeona kile adui alikuwa ameshika mbele yao na kile walikuwa wanaogopa. Kumbe adui Mungu anaondoaga. Bwana wetu pesa anawasogesha mbele, wanaenda kabisa. Natangaza kuanzia siku ya leo, chukua hatua ya imani katika maisha yako. Adui wote Bwana atawaondoa katika maisha yako. Wacha kuogopa, wacha kuwa na shaka. There is God in heaven, the God our breaker ataenda mbele yako, atafujafuja kila kitu unaogopa, utapata hakuna. Bwana wetu pewe sifa. Na utaona Bwana ametenda mambo makubwa, mambo ya ajabu katika maisha yako katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo siku ya leo ningependa kusema ya kwamba Mungu akubariki. Bwana apewe sifa. Sitaki kuingia sana hao watu wengine because of our time. Bwana atukuzwe. Lakini hiyo tu nimekunenea ya kwamba ushukue hatua ya imani as from today. Right now, take a step of faith and you are going to see God in your life. Ya kwamba Bwana atakutenda mema katika jina la Kristo Yesu. Naomba Mungu akubariki. Ninapokuombea Mungu akupatie neema. Baba, katika jina la Yesu, naombea mtazamaji siku ya leo amesikia neno lako. Baba, siku ya leo ni wakati wa kuchukua hatua ya imani katika maisha, ili Bwana ukaweze kubariki watu wako. Wengi wamejawa na uoga, ninaiondoa. Wengi wamejawa na shaka, ninaiondoa. Na ninatangaza ya kwamba ukawapatie neema, wachukue hatua ya imani, wasoge mbele, because our God, our breaker, utaenda mbele yao na utawabariki na kuwafanikisha katika kila jambo katika jina la Kristo Yesu. Baba, ni asante kwa maana utawatenda mema, no matter the situation, but you are going to change their life and their situation in Jesus mighty name. Mungu wa mbinguni, naomba ukawabariki na kuwatenda mema katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Mungu akubariki na akutende mema na akusaidie. Kwa majina yangu naitwa Pastor Dohio, na hubiri pale CFF Church Gikabura, na kukaribisha kwa ibada zetu siku ya Sunday kuanzia saa 3 mpaka saa 7:30. Tuko mahali pale, na ungependa kuniona every Wednesday na kuaga pale kanisani. Na kwa hivyo ungependa ni kudirect mahali kanisa liko, namba yangu ya simu ni 0728 212 039 0728 212 039. Na ukifika mahali pale nitakusaidia kulingana na vile Bwana atakavyo nisaidia. Mungu akubariki, akutende mema unapochukua hatua ya imani. Na wasalimu wote watu wa Gikabura, washirika wetu, wazazi wangu na jamii yangu, na wasalimu wote. Mungu awabariki, awatende mema mpaka wakati mwingine. May God bless you as you take a step of faith in your life. May God bless you in Jesus' name. You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.